kibali mbele zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwepo wako Bwana na uzidi sana, uwepo wako Bwana na uzidi sana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunajisalimisha uweponi mwako Bwana, najisalimisha uweponi mwako Bwana, najisalimisha uweponi mwako Bwana. Katika uwepo wako Bwana tunasogea, katika uwepo wako Yesu tunasogea, katika uwepo wako Bwana tunajitua, katika uwepo wako Bwana tunakabidhi maisha yetu katika jina la Yesu Kristo kwa muda huu Bwana, na katika jina lako Yesu, dakika hizi Mungu zilizokuu sana, dakika hii Bwana zinazofaa sana, dakika hii Bwana zinazokubalika, dakika hii Bwana zilizokubalika, dakika hii Mungu zilizokubalika, kwamba tulitie jina la Bwana, kwamba tuunganike, kwamba tusogee uweponi mwako. Nami ninakusihi wewe Bwana, kwa rehema zako, kwa uweza wako, kwa nguvu zako, kwa huruma zako, katika uweza wa jina la Yesu. Baba, tunaomba rehema zako Yesu, tunaomba rehema zako Baba, tunaomba rehema zako katika jina la Yesu. Naomba rehema zako ukatakase mikono katika jina la Yesu, ukatakase fahamu zetu katika jina la Yesu, ukatakase fikra zetu katika jina la Yesu. Ewe Roho wa Bwana, ewe Mungu mwaminifu, ewe Mungu mtakatifu, ewe Mungu uliye juu ya mambo yote, katika neema yako, 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 katika neema yako tunajisalimisha mbele yako hata sasa, tunajisalimisha mbele zako hata sasa, tunajisalimisha mbele zako hata sasa, tunajisalimisha mbele zako hata sasa. Rapaka tapaya jepekete baya, katika jina la Yesu tunajisalimisha mbele zako hata muda huo. Bwana wangu na Mungu wangu, tunajisalimisha katika rehema zako, tunajisalimisha katika upendo wako, katika uwepo wako Bwana, katika uwepo wako Bwana, katika uwepo wako Bwana, katika uwepo wako Bwana, katika uwepo wako Bwana. Tunanyenyekea hata sasa, hata sasa tunanyenyekea, hata sasa tunanyenyekea, hata sasa tunanyenyekea uweponi mwako Bwana wangu na Mungu wangu. Ewe Mungu muweza wa yote, mbingu ziwe waza, mbingu ziwe waza, mbingu ziwe waza, mbingu ziwe wazi. Pita katika maombi, pita kwenye maombi, pita kwenye maombi. Activate katika ulimwengu wa roho, activate katika ulimwengu wa roho. Fungua moyo wako na kumwalika Bwana, fungua moyo wako na kumwambia Bwana umesogea mbele zake. Mwambie Bwana unasogea mbele zake, mwambie Bwana wewe ni yule mwanaye, mwambie Bwana wewe ni yule mwanaye ambaye bila kuimarishwa na yeye, bila kuimarisha na yeye uwezi lolote. Rabakataya, katika uweza wa jina la Yesu. Baba, sisi ndio taifa lako ambao bila uwepo wako hatuwezi kufika mahala popote. Baba, sisi ndio taifa lako Baba, sisi ndio wale wanao ambao bila kusaidiwa na wewe hatuwezi kuenenda mahali popote. Katika muda huo, 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 Musa anasema ya kwamba usipoenda nasi usitutoe mahali hapa, usipoenda nasi usitutoe mahali hapa. Nasi tunaomba katika jina la Yesu, nasi tunaomba katika jina la Yesu kibali Bwana cha kuenenda na uwepo wako, kibali Bwana cha kuenenda na uwepo wako, kibali Bwana cha kuenenda na uwepo wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye, wewe ni Mungu ambaye uko kila mahali, wewe ni Mungu ambaye uko omnipresent, wewe ni Mungu ambaye uko kila mahali kwa wakati mmoja. Na ibada ya leo sasa ninaiweka wakfu kwa ajili ya rehema zako, ninaiweka wakfu kwa ajili ya nguvu zako, ninaiweka wakfu kwa ajili ya kukutana na neema yako. Ibada ya leo Bwana, ibada ya leo Bwana naiweka wakfu kwa ajili ya kukutana na uwezesho, kwa ajili ya kukutana na mafuta mapya, kwa ajili ya kukutana na nguvu isiyo ya kawaida, kwa ajili ya kukutana na uwepo wa Bwana, kwa ajili ya kuguswa na wewe Bwana. Rapakatapaya jevetea libando ziata, katika jina la Yesu napokea nguvu sasa kutoka kwako. Ewe Roho Mtakatifu, napokea nguvu kutoka kwako, napokea nguvu kutoka kwako, napokea nguvu kutoka kwako. Tunapokea nguvu uweponi mwako, katikati ya madhaifu tunakiri nguvu zako.
Tunakiri nguvu za Bwana katikati ya madhaifu. Tunakiri nguvu za Bwana, maana imeandikwa, aliye dhaifu na aseme ya kwamba mimi ni hodari. Kiri nguvu za Bwana kwenye maisha yako. Kiri nguvu za Bwana, kiri nguvu za Bwana, kiri nguvu za Bwana, kiri nguvu za Bwana. Neno la Bwana linasema ya kwamba na tukikaribie kiti cha enzi kwa ujasiri, ili kupata neema na rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Unahitaji neema ya Bwana, unahitaji rehema za Bwana ili kukusaidia wakati wa mahitaji, ili kukusaidia wakati ya uwezi. Na wakati ya uwezi ndio huu, na wakati ya uwezi ndio huu sasa Bwana. Wakati hatuwezi ndio huu, katika uwezo wa jina la Yesu, katika uwezo wa jina la Yesu. Wakati ambapo akili zetu haziwezi kuzaa matunda yanayotakiwa, tunahitaji Bwana rehema zako na neema yako katika uwepo wako. I obtain grace in your presence. I obtain grace in your presence. Neema ya kuwezeshwa, upako wa uwezesho, upako wa uwezeshaji katika uweponi mwa Bwana, katika uweponi mwa Bwana. Achilia ile neema sasa ya kuwezeshwa, achilia ile neema sasa ya kuwezesha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pale ambapo fahamu Bwana zimezuilika, pale ambapo fahamu Bwana zimezofika, pale ambapo mtu wetu wa ndani amechoka, rapokata, nguvu zako Baba, uwepo wako Bwana uweze kuimarisha, uweze kuimarisha, uweze kuimarisha ile nguvu, ile nguvu, ile nguvu, ile nguvu, ile nguvu, ile nguvu, yo katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya uwezesho, the power to enable us, the power of enablement, the power of enablement. Nguvu ya uwezeshaji kutoka kwa Bwana, nguvu ya uwezeshaji kutoka kwa Bwana, nguvu ya kumwezesha mtu wa ndani, nguvu ya kumwezesha mtu wa ndani, nguvu ya kumsaidia mtu wa ndani aliyechoka, mtu wa ndani aliyokata tamaa, mtu wa ndani aliyechoka, mtu wa ndani aliyerudi nyuma, mtu wa ndani aliyeshambuliwa, ambaye amezofika. I obtain favor now. I obtain power. I obtain power. Power to be able, power to be enabled. Nguvu ya kuwezeshwa, nguvu ya kuwezeshwa, nguvu ya kuwezesha. Na yamuru, na yanguru hizo kuta zilizozuia nguvu ya uwezesho kushuka. Nina amuru katika jina la Yesu, nguvu ya uwezesho kupenya, kupenya, kupenya ndani ya nafsi zetu, kupenya, kupenya, kupenya ndani ya nafsi zetu kadapa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo nguvu za Bwana zinaingia ndani yetu, hizo nguvu za Bwana zinainuka, hizo nguvu za Bwana zinainuka, hizo nguvu za Bwana, Bwana, hizo nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Nguvu iliyotuaminisha kwamba Mungu bado hawezi akatenda, nguvu zilizotuaminisha kwamba Bwana bado anaweza akachelewa, nguvu zilizotuaminisha kwamba hata Mungu huwa anashindwa. Hizo nguvu mwisho wake leo, hayo mawazo mwisho wake leo, hizo hisia, huo ufahamu mwisho wake leo katika jina la Yesu. Nguvu ya kumsaidia mtu wa ndani kuimarishwa upya. Mtu wa ndani anaimarishwa upya kwa nguvu za Roho Mtakatifu, maana imeandikwa, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, shuka kwa nguvu, shuka kwa nguvu kwa huyu aliye USA, shuka kwa nguvu kwa huyu aliye Ubelgiji, shuka kwa nguvu kwa huyu aliye Kongo, shuka kwa nguvu kwa huyu aliye South Africa. Revekete pekete livanta pa revata lepando saya, katika neema ya ajabu, katika neema ya ajabu, neema ya kupeleka watu viwango vipya, neema ya kutoka katika hali ya kawaida, neema ya kufikiri katika mtazamo wa kiungo katika jina la Yesu. Hizo roho zilizotuaminisha kwamba hata mwanadamu anaweza kuenenda katika madhaifu, hizo roho tunazikataa ndani yetu. Tunaimarishwa sasa na Roho wa Bwana, tunaimarishwa sasa na Roho wa Bwana, tunaimarishwa na Roho wa Bwana. Kato, pitiliza kwenye maombi, pitiliza katika maombi, pitiliza katika maombi. Mwambie Roho wa Bwana, kila madhaifu yasiyotokana na wewe, kila madhaifu ndani yangu yasiyotokana na wewe, kwa jina la Yesu ninayakataa hayo madhaifu. Ninakataa kila taarifa isiyotokana na Roho Mtakatifu, kila taarifa isiyotokana na neno la Bwana niliyoipokea, iwe ni kwa namna yoyote. Kataa kila taarifa zilizokuaminisha kwamba unaweza ukaenenda katika madhaifu, kwamba
kwamba unaweza ukaenenda katika madhaifu, kwamba unaweza ukaenenda katika madhaifu. Kataa kila taarifa, kataa kila taarifa. Omba maombi ya kupokea nguvu, omba maombi ya kupokea nguvu mpya. Biblia inasema ya kwamba mtapokea nguvu mpya akisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa jina la Yesu tunapokea nguvu mpya, napokea nguvu mpya, napokea nguvu mpya. Hata sasa, hata sasa, hata sasa, hata sasa bado yupo Bwana, hata sasa bado yupo Bwana anayewapa watu wake nguvu mpya, anayewapa nguvu mpya waliozimia, anayewapa nguvu mpya waliozimia. Kila nafsi iliyozimia, kila nafsi iliyozimia, lisikie neno la Bwana, lisikie neno la Bwana. Ewe nafsi ndani yangu, lisikie neno la Bwana, lisikie neno la Bwana katika jina la Yesu. Kwa nguvu ya ufufuo, kwa nguvu ya ufufuo, kila nguvu ya maombi, kila nguvu ya nguvu, kila nguvu ya kiroho iliyozimia ndani yangu, kila nguvu ya kiroho iliyozofika ndani yangu, ninaiambia iamuke leo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nguvu ya ufufuo ninaamusha kila nguvu iliyokandamizwa ndani yangu, kila nguvu ya Mungu iliyokandamizwa ndani yangu, nguvu ya Mungu iliyokandamizwa ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo nguvu inapenya ndani ya mtu. Naona kuna nguvu, naona kuna nguvu isiyo ya kawaida. Katapaka, kuna nguvu isiyo ya kawaida, kuna nguvu isiyo ya kawaida inatembea juu yako, inatembea juu yako. Zamiria katika roho, pitiliza katika roho, fungua moyo wako. Iko nguvu inatembea, iko atmosphere ya mbingu, iko atmosphere ya mbingu inazingira maisha yako kwa namna ambayo sio ya kawaida. Kuna mtu uko kwenye maombi, kuna mtu unanisikia sasa hivi, lakini kiwango chako cha maombi, maisha yako ya maombi yamezama kabisa katika udhaifu, yamezama katika unyonge. Kila unapojaribu kuomba unahisi uchovu ambao hujawahi kusikia. Kila unapojaribu kuomba kuna maingilio ya madhaifu yanaingilia kati. Kuna namna ambayo unahisi uchovu. Sio hali ya kawaida. Wengine mumetekwa kiufahamu, Ninaamuru hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Imarishwa. Uwezeshwa sasa na nguvu ya uwezesho. Uwezeshwa sasa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Payada kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya uwezesho, kwa upako wa uwezeshwaji, kwa upako wa kuwezeshwa ambao unaotembea dakika hii katika majira haya, ambao upako wa kuwezeshwa unazirika, unatukirimia ule upako wa kuwezeshwa ambao unatiririka kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Huo upako unashuka juu yako, upokee upako wa kuwezeshwa sasa. Pokea upako wa kuwezeshwa sasa. Hiyo nafsi iliyokauka, hiyo kiu ya maombi iliyokauka ndani yako, ninaiamsha kwa nguvu ya ufufuo. Karabata jelepa katika jina la Yesu. Kuna mtu kabisa umekuwa ukikabwa sana kwenye ndoto. Yaani kwenye ndoto unaona kwamba unakabwa mara nyingi. Kwenye ndoto unaona unakabwa mara nyingi sana. Umeona umekabwa mara nyingi sana kwenye ndoto, na kila unapojaribu kuomba unasikia kabisa uwezi. Hata utendaji kazi wako wa kiroho umepoa. Yaani unaona kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye maisha yako ya kiroho. Tokea ulipoanza kuota ndoto kwamba unakabwa, unaona unakabwa katika ndoto, na kila unapojaribu kuomba, kila unaposema mtumishi, ninafunga mifungo, lakini katikati ya siku ninatumia chakula, katikati ya siku sielewi, huelewi. Sikiliza, iko nguvu inapita juu yako. Uko upako unapita kuwasaidia watu wao. Upo upako. Iko onction de Saint Esprit. There is a power of the Holy Ghost. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu inamsaidia mtu ambaye zamani kabisa ulikuwa mtu wa maombi, zamani sana ulikuwa mtu wa mifungo, zamani sana ulikuwa na macho ya rohoni, ulikuwa unaona vitu katika ulimwengu wa roho, lakini ghafla upofu umeshika macho yako, lakini ghafla upofu umeshika maisha yako,
lakini ghafla macho yako yamekuwa mazito. Usingizi umekuwa mwingi sana, mara nyingi unajiona kwamba unalala. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hiyo nguvu ikuachie. Pokea upako wa kuwezeshwa, pokea upako wa kuwezeshwa, pokea upako wa kuwezeshwa. Kataa kila madhaifu ndani yako, mwambie Bwana, uweponi mwako ninapokea nguvu ya kuwezeshwa katika jina la Yesu. Ewe Bwana, naamuru nguvu za Bwana, naamuru nguvu za Bwana kutusaidia, naamuru nguvu za Bwana kutusaidia, kumsaidia huyu aliye USA rapakata, kumsaidia huyu aliye Ubelgiji, huyu aliye South Africa, huyu aliye Kongo. Nguvu ya Bwana inapita, nguvu ya Bwana inapita. Endelea komba, endelea kuunganika na upako wa kuwezeshwa, endelea kuunganika na upako wa kuwezeshwa. Biblia inasema ya kwamba wakamlilia Bwana akawasaidia na kuokoa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, neema ya kuwezeshwa, neema ya kuwezeshwa inapita, neema ya kuwezeshwa. The grace in the weakness, the grace in the weakness. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unasema ya kwamba mtumishi huwa sielewi hali yangu. Unasema mtumishi huwa sielewi hali yangu. Tokea nilipoungana na group la maombi, huwa sielewi. Hali ya kuomba ghafla imekatika ndani yangu. Hali ya kusoma neno ghafla imekatika ndani yangu. Hali ya kufunga imekatika ndani yangu. Na mambo yanatokea bila mimi kuelewa. Ni kama maisha yangu yako njia panda. Unasema mtumishi na mhitaji Bwana na rata. Katika jina la Yesu, iko neema inapita juu yako, iko neema inapita juu yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kumwambia Bwana niwezeshe. Mwambie Bwana niwezeshe, mwambie Bwana niwezeshe, mwambie Bwana niwezeshe, mwambie Bwana niwezeshe. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila udhaifu uliokuwa unakushikilia, kila udhaifu unaokuwa unakushikilia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura yake ya 12 mstari wake wa 9 ya kwamba naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Katika jina la Yesu, mwambie Bwana neema yako katika madhaifu, neema yako. Mwambie Bwana madhaifu yangu Mungu uyapindue katika eneo la neema. Mwambie Bwana neema yake ishuke juu yako, katikati yayo madhaifu yanayokufunga, katikati yayo madhaifu yanayokuzunguka. Unapojaribu kuomba, unapojaribu kuamka usiku, unapojaribu kufanya jambo lolote la kiroho, unaishi kuna uchovu, unaishi kuna madhaifu ambayo yameyazunguka maisha yako. Mwambie Bwana neema yako yatosha. Katikati ya neema ya kutosha, Bwana yapeleke maisha yangu katika nafasi ya neema. Mwambie Bwana neema katika madhaifu, neema yako ishuke katika madhaifu na kunisaidia. Oh Lord, let your grace to compensate for every area where I am insufficient. Kwa jina la Yesu, kila mahali ambapo Bwana kutokutosha kumetawala, natangaza neema ya kutosha kila maeneo ya maisha yetu, kila maeneo ya maisha yetu. Neema inayotosha ikatawale katika madhaifu yakaondolewe. Maana neno la Bwana linasema aliye dhaifu na aseme ya kwamba mimi ni hodari, na aseme ya kwamba mimi ni hodari. Aliye dhaifu na aseme ya kwamba mimi ni hodari, katika jina la Yesu. Kila madhaifu za kiufahamu, kila madhaifu ya kiroho, kila madhaifu kwenye eneo la maombi, kila madhaifu kwenye eneo la maombi, kila madhaifu kwenye eneo Bwana la usomaji wa neno, na yakataa. Neema ya Bwana yatosha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh, recharge our spirit once again, recharge our spirit once again. Kuna wakati unapanga mambo, unasema nitaomba wakati fulani, itakapofika saa fulani nitaomba, itakapofika muda fulani nitaomba, lakini muda huo unapita, lakini you don't understand, uelewi kwa nini ilifika saa fulani sikuomba tena. Sikiliza mtu wa Mungu, mwambie Bwana katika
mahali pasiri unasogea, mwambie Bwana, chini ya upako na neema ya kuondolewa madhaifu, ninanyenyekea. Ongea nayo madhaifu, yaambie madhaifu kwamba ndani yangu hauna nafasi. Ambia madhaifu kwamba in my life you have no place. You weakness in my life you have no place, for the grace of God is sufficient in my life. Neema ya Bwana yatosha, neema ya Bwana yatosha. Ndani yangu nina mfano wa Mungu, ndani yangu ninaye Mungu, maana nimeumbwa kwa mfano wa Bwana. Sitakiwi kuenenda na kuishi katika madhaifu, kila madhaifu katika majira haya ya kuwezeshwa, in this season to be divine enabled. Kwa jina la Yesu napokea kibali uweponi mwako Bwana, kibali cha kuwezeshwa na Bwana, kibali cha kuwezeshwa na Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kupita katika maombi, pita katika maombi. Ni neema ya kuwezeshwa, iko neema ya kuwezesha. Naona kuna watu wananyakuliwa kutolewa katika maji. Naona kuna watu wanatolewa katika maji. Mimi sijui ni nini ambayo imekuwa ikikushika kwenye maisha. Mimi sijui ni jambo gani ambalo limekuwa likikushika kwenye maisha yako. Mimi sijui ni area gani ambapo kufeli kumekuwa kwingi. Mimi sijui ni eneo lipi la maisha ambayo madhaifu yamekuwa mengi sana. Wengine ni kwenye eneo lao la afya, wengine wanahitaji kuimarishwa, wengine wanahitaji kuwezeshwa na Bwana kwenye biashara zao, wengine kabisa mnazungumza sasa hivi lakini mnamtaka Bwana kwenye ndoa zenu. Unamtaka Bwana awezeshe ndoa yako, unamtaka Bwana kuwezeshe kwenye biashara yako. Kuna mambo yako sawa. Yes, you need the help of God, you need divine enablement katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unahitaji kabisa spiritual empowerment, unahitaji nguvu za kiroho, unahitaji kuwezeshwa kiroho kwa jina la Yesu. Mpenyo unapatikana kwenye hiyo biashara, mpenyo unapatikana, na maendeleo yanayotokana na Roho Mtakatifu yakapatikane kwenye maisha yetu. Maendeleo yanayotokana na nguvu za Roho Mtakatifu yakapatikane kwa jina la Yesu kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu. Maendeleo na mipenyo ya kiungo yakatokee straight for every assignment. Nguvu kwa ajili ya kila kazi ambayo Bwana umewekeza katika maisha yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu li hai, Mungu li hai, Mungu li hai, Mungu li hai. Kipawa cha kulinda neema ya Bwana, kipawa cha kuenenda katika neema ya Bwana, kipawa cha kuenenda katika nguvu ya Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, yuko mwanao anakuhitaji, yuko mwanao anakuhitaji, yuko mwanao ambaye Bwana anahitaji kuwezeshwa na wewe. Maana imeandikwa ya kwamba bali wao wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Kwa jina la Yesu, kila nguvu iliyonichokesha, kila nguvu iliyonichokesha katika ulimwengu wa roho, hiyo nguvu ninaivua. Kila vazi lililoleta madhaifu, vazi la madhaifu, ninalivua kwenye maisha ya mtu huyo. Hilo vazi la madhaifu ninalivua. Wengine wamevikwa mavazi ya madhaifu katika ulimwengu wa roho. Hayo mavazi yanavuliwa katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, give me the power to not faint. Mwambie Bwana, nipe nguvu ya kutokukata tamaa, nipe nguvu ya kutokurudi nyuma, nipe nguvu ya kutokurudi nyuma. Mwambie Bwana, ongeza nguvu zako ndani yangu. Oh my God, oh my God, oh my God. Yeye ndiye uwapa wanyonge nguvu, yeye ndiye uwapa wanyonge nguvu, yeye ndiye uwapa wanyonge nguvu. You need to pray, you need to pray, you need to pray, you need to pray. Ni kama yule mama ambaye anataka kujifungua, anahitaji nguvu ya ziada tu ili kwamba aweze kusukuma na mtoto wazaliwe. Unahitaji hiyo nguvu, unahitaji hiyo nguvu, unahitaji that spiritual enablement, unahitaji that spiritual enablement, unahitaji hiyo nguvu ya kusukuma tu mara
ya mwisho. Unahitaji hiyo nguvu ya kiroho, unahitaji hiyo nguvu ya kiroho. Iko kazi Bwana ameweka mbele yako, ipo kazi. There is an assignment that God has given you. Kuna wito ambao Bwana amekuita, kuna kazi Bwana ameweka mbele yako, na hiyo nguvu inahitaji nguvu za rohoni, na hizo nguvu zinahitaji nguvu za Mungu, na hiyo kazi inahitaji nguvu za Bwana, na hiyo kazi inahitaji nguvu za Bwana. Mwambie Bwana sasa achilie hiyo nguvu. Ravata lebeketaya limanto paya limanto sapaya librando sa leketeta rato meintaya lemantaya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu ya kunisaidia Bwana kufanya ile kazi tuliyoitiwa, nguvu Bwana ya kulitimiza kusudi lako kwenye maisha yetu. Pokea nguvu ya kukusaidia kulitimiza kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Pokea nguvu ya kukusaidia kumaliza kazi ya Bwana, kumaliza hiyo kazi. Pokea nguvu ya kukusaidia kuendelea katika assignment. Bado. Endelea kuomba kwa roho, endelea kuomba kwa roho. Something is happening katika jina la Yesu. Naona watu wengi sana wanaondolewa katika maji. Naona watu wengi, naiona picha kina Petro, kama vile Petro alivyotolewa katika maji. Unakumbuka habari za Petro wakati Yesu anamwambia uwe na imani na wewe utatembea juu ya maji. Wakati Petro anaanza kutembea juu ya maji, kuna madhaifu yameingilia katikati ya safari. Lakini Petro akainuliwa na Yesu Kristo. Namuona mtu mmoja Yesu anamuinua katika maji na anamwezesha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naona nguvu za Bwana zikirejeshwa kwenye maisha mtu mmoja. Katapa. Naona kuna mtu umekata tamaa kwa sababu ya aina ya mambo unayokumbana nayo kwenye maisha haya. Sikiliza nikuambie, ni katika safari ambapo watu wengi kutana na vitu vingi. Sikiliza, ni safari ambayo Roho Mtakatifu ameweza kuintroduce majira ya kuwezeshwa. Kuna mtu umekata tamaa, lakini siku ya leo Roho Mtakatifu anasema anaenda kukuwezesha kwa ajili ya kazi maalumu ambayo ameweka mbele yako. Naona kuna mtu umerudi nyuma, lakini jioni ya leo sapaya, iko neema na nguvu ya uwezesho, Bwana anasema ya kwamba ni yeye anayewatia nguvu wale waliozimia mioyo. Yeye ndiye anayeuisha mioyo iliyokufa. Yeye ndiye anayeuisha kwa nguvu ya ufufuo. Natamka kwa jina la Yesu, hiyo roho iliyozimia ndani ya huyu mtu ninaiamsha tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana akupe nguvu mpya za kiroho katika jina la Yesu. Nguvu ya kushinda kila uchovu wa kiroho, nguvu ya kushinda kila vishawishi vya adui, nguvu ya kushinda kila vizuizi vilivyowekwa mbele yako. Iko kazi ambayo unatakiwa kuimaliza, kuna mafanikio unatakiwa kuyafikia. Kuna afya unayotakiwa kuyaishi, kuna afya unatakiwa kuishi katika jina la Yesu. Kuna mafanikio unatakiwa kuyafikia kwa ajili ya kazi ambayo Bwana aliyokuletea, kwa ajili ya kazi ambayo Bwana ameweka mbele yako. Kuna mahali unatakiwa kufika, huo mkono wa Bwana, unyoshwa na kuwatoa watu katika maji, Ewe Bwana, tutolewe katika maji kwa jina la Yesu. Fresh strength for the assignment, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai,
katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Roho Mtakatifu, hata sasa naona kuna watu unawatoa kwenye mashimo. Hata sasa naona kuna watu unawatoa kwenye mashimo. Kuna maisha unayatoa kwenye mashimo. Kuna maisha unayatoa kwenye mashimo. Bwana wangu, ongezeka, 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 ongezeka. Nguvu za kiroho ziongezeke, nguvu za kiroho ziongezeke. Upako uongezeke maradufu, upako uongezeke maradufu. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, neema yako iongezeke ndani yangu. Mwambie Bwana, mimi nipungue, wewe uongezeke ndani yangu. Mwambie Bwana, mimi nipungue. Kuna wakati ninapwaya, kuna wakati naenenda vibaya, kuna wakati nachukua maamuzi yasiyo sahihi, kuna wakati nachukua maamuzi ambayo yananipeleka katika kufeli. Mwambie Bwana, kuna wakati nachukua maamuzi kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye mambo ya ofisi, kwenye maisha yangu. Lakini jioni ya leo, neema yako iongezeke, mimi nipungue, mimi nipungue. Mwambie Yesu aongezeke, mwambie Bwana aongezeke, mwambie Bwana aongezeke, mwambie Bwana aongezeke sana, mwambie Bwana aongezeke sana ndani yako. Kuna aina ya hekima ambayo unahitaji, kuna aina ya maarifa ambayo unahitaji, kuna aina ya ufahamu ambao tunauhitaji, kuna aina ya hekima ambayo haitokani na elimu zetu, ambayo haitokani na masomo yetu, ambayo haitokani na vyeo vyetu, ambayo haitokani na vyeti vyetu. Hiyo hekima, hiyo hekima, hiyo hekima, hiyo hekima Baba, hiyo hekima. My God, oh my God, oh my God, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kila nguvu inayotumika kwamba nianguke, kila nguvu inayotumika kuzimu na duniani kwamba nianguke, kwa jina la Yesu sitaanguka, kwa jina la Yesu sitaanguka. Kiri maombi hayo, kiri maombi hayo, kiri maombi hayo kwamba kila nguvu inayotumika kwamba mimi nianguke, sitaanguka. Kiri maombi hayo kwa jina la Yesu, kiri maombi hayo kwa jina la Yesu, kiri maombi hayo kwa jina la Yesu, kiri maombi hayo kwa jina la Yesu. Hapana kubaki kimya. Declare, 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 I will not collapse under the weight of an assignment. Kiri. Yes. Power of God. Power of God. Kuna wengine wanasaidiwa, kuna wengine wanasaidiwa, kuna wengine wanasaidiwa. Kuna Roho Mtakatifu anapita. Kuna neema ya ajabu sana, kuna neema ya ajabu sana. Nasikia kuna nguvu za ajabu sana ambazo hazijawahi tokea. Kuna nguvu za ajabu sana zinapenya. Yes my God. Kuna nguvu za ajabu sana. Usibaki unashangaa, usibaki unashangaa, usibaki unashangaa, usibaki unashangaa. Kuna wengine mnaimarishwa, kuna wengine mnasaidiwa, unasaidiwa, unasaidiwa, unasaidiwa. Omba kwa nguvu, omba kwa Roho. Kuna nguvu inashuka juu yako. Naona kuna wingu, kuna wingu linafunika maisha yako. Naona kuna wingu, ni nguvu ya kuwezeshwa, ni nguvu ya kuwezeshwa, ni nguvu ya kuwezeshwa kwa namna isiyo ya kawaida. I'm telling you. Oh, topaya rina mantaya. My God, my God, my God, my God. Libranta kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina lako. Kila nguvu, every power that does not belong to Jesus, ambayo imetumwa na kuzimu kwamba tu collapse, kwamba tuanguke, kwamba tuangushwe, kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu naiondoa, hiyo nguvu naiondoa. Pokea uwezesho, pokea uwezesho. Hatukupokea roho ya woga, hatukupokea roho ya woga, bali roho ya nguvu, roho ya nguvu, roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi, katika jina la Yesu. Ndani yetu tunaye Roho Mtakatifu ambaye ndani yetu analia akisema Abba Father, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. My God, my God, kila nguvu inayotumika, kila nguvu inayotumika, kila nguvu iliyo duniani wala kuzimu
iliyoachiliwa kwamba nianguke, hiyo nguvu inaanguka yenyewe. Hiyo nguvu inaanguka yenyewe. Tamka matamshi hayo, tamka maneno hayo kinabii. Kila nguvu isiyotokana na Roho Mtakatifu, oh my God, iliyoweka kizuizi kati yako na nafasi ambayo Mungu ameweka mbele yako, hiyo nguvu iondolewe. Hiyo nguvu iondolewe. Kuna mahali ambapo unapatwa na woga kiasi ambacho huwezi kuomba. Sikiliza, hiyo ni roho. Hiyo ni roho. That is spirit of fear. Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya 1 mstari wa 7 kwamba hatukupewa roho ya woga. We did not receive the spirit of fear. Hatukupokea roho ya woga. Kila mara unaota ndoto mbaya na woga unakushika kiasi kwamba huwezi kuomba. Ni roho ya giza. Ni roho ya giza. Ni roho ya giza. Omba kwa jina la Yesu. Sema, ninakataa kila roho ya woga. Ninakataa kila roho ya hofu. Kila discouragement. Kila confusion. Kila spiritual intimidation. Kila unyanyasishaji wa kiroho ninaukataa. Ewe Baba Mungu liye hai, katika jina la Yesu, kwa nafasi ya woga Baba, achilia nguvu zako. Replace fear with power. Replace confusion with a sound mind. Ondoa kila kuchanganikiwa. Weka nguvu, weka uhodari, weka kiasi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa nafasi ya woga Bwana, weka Bwana confidence katika jina la Yesu. Oh my God, replace every insecurity with confidence in us katika jina la Yesu. With confidence in you Lord, kwa jina la Yesu. Tunakiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila woga ndani ya mtu huyu, kila woga ndani ya mtu huyu, kila woga, kila roho ya woga, kila roho ya woga inayomvamia mpaka hawezi kuomba, mpaka hawezi kuenenda katika imani, mpaka hawezi kuact, kwanza hawezi kureact katika roho. Hiyo roho ya woga, aya, garanti yako mwisho. Garanti yako mwisho. Garanti yako ni mwisho sasa. Garanti yako ni leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. My God. My God. Oh, papa. Oh, papa. Tunazungukwa na nguvu mpya. Tunazungukwa na nguvu mpya sasa. Tunazungukwa na nguvu mpya sasa. Tunazungukwa na nguvu mpya sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunazungukwa na nguvu mpya sasa. Tunazungukwa na nguvu mpya sasa. Da. My God, my God, my God, my God. Tunawezeshwa sasa kwenye biashara. Tunawezeshwa kwenye familia. Tunawezeshwa kwenye familia. Tunawezeshwa kwenye huduma. Tunawezeshwa kwenye mahusiano. Tunawezeshwa kwenye uchumi. Tunawezeshwa Bwana kila maeneo. Tunawezeshwa Bwana, tunawezeshwa kiroho sasa kwa nguvu ya Roho wako. Kwa nguvu ya Roho wako tunaenenda sasa katika ushawishi wa Roho Mtakatifu. We obtain grace in your presence. Tunapokea neema uweponi mwako wa kuenenda chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. The grace to walk under the influence of the Holy Spirit. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. My God. My God. My God. My God. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Oh my God. Oh my God. Yes. 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 Bwana. Nafsi yangu inakutamani. Nafsi yangu inakutamani.
Yes. 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 My God, may indulge, my God, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Oh, na iwe ibada kwako Bwana. Roho wa Bwana, 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 Roho wa Bwana. Oh, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana. Oh, Holy Spirit, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, uliye juu ya vitu vyote, ewe Bwana wa mabwana, ewe Bwana wa mabwana, ewe Bwana wa mabwana, Mungu uliye juu ya mambo yote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa roho, endelea kuomba kwa roho, kwa imani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. That's a power of the Holy Ghost, that's a power of the Holy Ghost. Endelea kuomba kwa roho, endelea kuomba kwa roho, endelea kuomba kwa roho. Unganika na Roho Mtakatifu. Kuna jambo linatengenezeka ndani yako, kuna jambo linatengenezeka ndani yako. Unatakiwa kuliona hilo jambo, unatakiwa kuliona. Yes, yes. Unatakiwa kulipokea hilo jambo, unatakiwa kulihisi kwa roho, kwa roho, sio kwa hisia, kwa roho, kwa roho, kwa roho, kwa roho. Kuna jambo linatengenezeka ndani yako, something is happening. Kuna jambo linatengenezeka, something is being placed in you. Kuna kitu kinawekwa ndani yako, kuna kitu cha kiungu, something supernatural. Kuna kitu cha kiungu kinawekwa ndani yako, kuna kitu kinawekwa ndani yako kisichonunulika kwa fedha, kisichonunulika kwa fedha, usichoweza kukinunua sokoni. Kuna jambo linatoka mbinguni, linawekwa ndani yako. Namwona Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Namwona Roho Mtakatifu anaachilia jambo, anakuanoint. Naona Roho Mtakatifu anakuanoint katika jina la Yesu. Oh yes, yes, yes. Kuna watu wanamiminiwa mafuta, kuna watu wanamiminiwa mafuta kwa sababu ya nafasi ambayo wanapelekwa. Oh yes, yes. Kuna watu wanamiminiwa mafuta, kuna mafuta, kuna mafuta, kuna mafuta yanashuka juu ya watu, kuna mafuta yanashuka juu ya watu kwa nafasi ambazo Bwana alizowawekea, kwa nafasi ambazo Bwana alizowaitia, kwa kazi ambayo Bwana aliyowaitia, kwa kazi ambayo Bwana aliyowaitia kwenye jamaa zao, kwenye familia zao, kwenye maeneo yao, kwenye maeneo fulani. Kuna maeneo Bwana amekuita. Naona kuna mafuta yameshuka. Bwana hajawahi kumuita mtu bila kumpa upako, bila kumpa nguvu ya nafasi hiyo. Hakuna. Daudi aliitwa kwenye kiti cha ufalme na Bwana alimuanoint, Bwana alimpaka mafuta kwa ajili ya nafasi hiyo. Samsoni aliitwa kwa nafasi na Bwana alimpaka mafuta kwa nafasi hiyo. Oh, Paulo aliitwa kwa nafasi na Bwana alimpaka mafuta kwa ajili ya nafasi hiyo. Petro aliitwa kwa nafasi na Bwana akampa mamlaka na Bwana akampa nguvu kwa ajili ya nafasi hiyo. Sikiliza, yuko mtu anaitwa Gideoni. Jamaa yake ilikuwa inapitia vita, ilikuwa inazulumiwa, ilikuwa inapitia umaskini, ilikuwa imekandamizwa kwenye utumwa, lakini Bwana alipomwita alimpa nguvu. Alimwambia Gideoni, enenda na nguvu ambazo nimekupa, enenda. Bwana hajawahi kumwita mtu kwa nafasi akamwacha hivyo hivyo. Mungu anapokukuita anaachilia upako wa kazi hiyo, anaachilia upako. He released the anointing for that assignment kwa jina la Yesu. Oh, naona mafuta. Oh, ni Roho Mtakatifu anashukia watu
kwa ajili ya kazi maalumu aliyowaitia katika jina la Yesu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba mitume walipokuwa ndani ya chumba cha ndani wanaomba, Roho wa Bwana alishuka akazungumuza akasema, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Kuna watu wanatengwa kwa ajili ya nafasi walizoitiwa. Kuna watu wameitwa kwa ajili ya kusaidia familia zao. Kuna watu wameitwa kwenye ndoa. Kuna watu wameitwa kwenye biashara. Kuna watu wameitwa kwenye walimu. Kuna watu wameitwa kwenye maofisi. Kuna watu wameitwa kwenye huduma. Kuna watu wameitwa ili kuvusha kizazi, ili kuvusha jamaa, ili kuvusha wengine. Oh my God. Kuna watu wameitwa kwenye uchumi. Kuna watu Bwana anaenda kuwapaka mafuta kabisa ya kutajirika. I am telling you, financially breakthrough. Kuna watu Bwana anaenda kuwatajirisha eneo la fedha. Oh, sizungumuzi kihisia, na niliona hilo jambo. Kuna watu Mungu anaenda kuwafanyikisha kifedha kabisa kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya kazi yake. Bwana anaenda kukuinua kiuchumi, kifedha kabisa. Yes. Kuna wengine Bwana anaenda kuachilia upako wa kufanyikiwa sana kibiashara. My God. Ulikuwa na wazo fulani kwa ajili ya biashara. Hilo jambo Roho wa Bwana anasema tayari analiimarisha, tayari analiimarisha hilo jambo, hilo wazo ambalo ndani yako ulikuwa na mashaka. Je, ni Roho Mtakatifu? Je, ni Mungu ama ni ndoto tu? Hilo jambo uliloliona tayari Roho wa Bwana analithibitisha katika jina la Yesu. Enenda na nguvu ukalitimize kusudi la Bwana. Enenda na nguvu ukamdhihirishe Bwana kila maeneo. Enenda na nguvu ukawe shahidi kwamba Mungu bado anawasaidia watu wake. My God. Endelea kuomba. Tuko kwenye ibada ya kuwezeshwa, ambapo upako wa kuwezeshwa unatembea. Tuko kwenye ibada ya maombi. Pitiliza kwenye maombi. Uchawi ulitumika. Wachawi hawalali, wana jitihada, wana bidii. Wekeza katika roho na wewe. Aliye ndani yako ni mkuu sana. Usitishwe na kitu chochote, usitishwe na nguvu yoyote. Aliye ndani yako ni mkuu sana. Tayari Yesu ametangaza ushindi. Unganika sasa na ushindi huo. Uliopatikana kwa damu yake, katika jina la Yesu. My God, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Iko neema isiyo ya kawaida. Weka mkono wako kichwani. Iko neema ya kuwezeshwa. Weka mkono wako kichwani. Endelea kutamka maneno, niwezeshe Yesu. Endelea kutamka maneno hayo, mkono wako ukiendelea kuwa kichwani, kwa jina la Yesu. Naachilia hayo mafuta yanayomiminika kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Hayo mafuta yapite juu ya mtu huyu sasa Bwana, kwa jina la Yesu. Hayo mafuta yatiririke juu ya mtu huyu. Hayo mafuta yatiririke juu yake, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Alia. Hayo mafuta yanakukirimia sasa kwa jina la Yesu. Oh my God. Nataka tuombee jambo lingine. Nataka tushughulikie jambo lingine katika jina la Yesu. Kuna watu fahamu na macho ya kiroho yanaenda kufunguliwa. Kuna watu ambao ufahamu wa kiroho na macho ya kiroho yanaenda kufunguliwa. Nataka tuombee jambo hili. Kitabu cha Wakorintho wa pili
Wakorintho wa pili sura 11. Wakorintho wa pili sura 11. Kuna jambo ambalo nataka tulishughulikie. Kuna jambo ambalo nataka kulishughulikia. Kuna watu ambao Roho Mtakatifu anaenda kufungua macho yao ya kiroho na ufahamu wao. Kuna vitu ambavyo kutokea mfungo huu, kuna vitu ambavyo utaanza kuvielewa. Kuna vitu ambavyo utakuwa unaanza kuviona. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 11 mstari wake wa 14. Neno la Bwana linasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Sikiliza, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Shetani huwa anajigeuza na kuwa malaika wa nuru. Anazungumuza na wewe kupitia watu, kupitia vitu vingi. Anatokea maeneo mengi. Unafikiri kwamba ni watu tu wanakushauri, ni watu tu kwamba wanakuelekeza, watu tu ambao wanakuonyesha vitu ambao unakutana nao. Kumbe ni malaika wa giza ambaye amejigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Lakini katika ibada hii ya leo na kwenye mfungo huu, nataka umwambie Bwana ya kwamba, nataka tuingie kwenye maombi kumwambia Bwana kwamba akupe roho ya utambuzi, spirit of discernment. Bwana akupe roho ya utambuzi. Tunaenda kuomba maombi kwa ajili ya utambuzi zidi ya udanganyifu, zidi ya udanganyifu. Mwambie Bwana aexpose kila udanganyifu ambao adui ameuweka mbele yako kwenye maisha yako. Mwambie Bwana akupe utambuzi wa kiroho, kujua kila jambo lililo mbele yako, kila jambo linaloendelea. Omba maombi hayo, omba maombi hayo, omba maombi hayo, omba maombi hayo katika jina la Yesu. Kila udanganyifu, kila roho ya udanganyifu iliyoenenda mbele yetu, kila roho ya udanganyifu iliyotumwa na kuzimu, iliyotumwa na nguvu za giza, kila malaika wa giza ambaye anajigeuza kuwa malaika wa nuru ili kushawishi maisha yetu katika upotovu, ili kushawishi maisha yetu mahali pa kuenenda katika hali mbaya, kwa jina la Yesu I expose every deception of the enemy in my life. Kwa jina la Yesu nina expose kila roho ya udanganyifu, kila roho ya adui inayoleta udanganyifu katika fahamu, katika maisha ya kawaida, kwenye eneo la kazi, kwenye huduma, kwenye familia na kwenye biashara. Kila malaika wa giza anayejigeuza malaika wa nuru ili kupotosha maisha yetu, ili kupotosha jamaa zetu, ili kupotosha mambo yetu, ili kupotosha mipango yetu, ili kupotosha Bwana, ili kupotosha, I expose now kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rangi yao halisi na ionekane, rangi yao malaika wa giza halisi, wawe expose kwa nuru, kwa nuru, kwa nuru, kwa nuru, wawe expose. Naomba Bwana nipe utambuzi wa kiroho wa kutambua what is from you. Bwana nipe utambuzi wa kujua na kutambua ni kipi kimetoka kwako na kipi ambacho kimetoka kwa adui. Kuna fursa inaweza ikatokea mbele yako ukafikiri kwamba ni Mungu ameileta, kumbe ni shimo ambalo shetani amechimba, kwamba utakapoiendea hiyo njia ukaishie katika mauti. Mwambie Bwana akupe utambuzi, mwambie Bwana akupe utambuzi wa kujua ni kipi kimetoka kwake na kipi kimetoka kwa adui, katika jina la Yesu. Kila malaika wa giza ambao wamejigeuza malaika wa nuru ili kunipeleka katika mashimo, kwa jina la Yesu I expose you now, I expose you now, I expose you now kwenye maisha mtu huyo, kwenye maisha mtu huyo, kila malaika wa giza waliozunguka mtu huyo ili kumpeleka pabaya, ili kumpeleka upotovu, ili kumpeleka katika mauti, ili kumpeleka katika hatari, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rangi zenu, sura zenu halisi naziweke arazani, naziwekwe arazani kwa uweza na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa moto lao. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwenye kambi zao, naachilia moto kwenye mbinu zao. Every strategy of the enemy, kila mkakati wa adui nina uexpose kwa nguvu ya jina la Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu. Nami natangaza roho ya utambuzi juu yetu, natangaza roho ya utambuzi juu ya mtu huyo. Pokea roho ya utambuzi, pokea roho ya kutambua, pokea roho ya kuona. Funguliwa macho, funguliwa macho, funguliwa macho, funguliwa macho kuzijua hila za shetani. Hatukosi kuzijua kazi na mipango yake, hatukosi kuzijua kazi na mipango yake,
kwa jina la Yesu. Oh Lord, Baba tusaidie. Oh Bwana, tusaidie kujua kila hila za adui kwa jina la Yesu. Utuvike Bwana, utuvike Bwana, oh, silaha zote za kiroho, silaha zote za Mungu, ili Bwana kutokuanguka katika mitego ya adui. Tuvike silaha, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Katika uwezo wa nguvu za Bwana tunakuwa hodari. Katika uwezo wa nguvu za Bwana tunapokea roho ya utambuzi, ya kutambua hila za shetani, ya kutambua mawazo potovu, ya kutambua uongo unaotokana na adui. Kila mawazo ya ushawishi unaotokana na adui tunaukataa, 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 tunaukataa katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, iko neema ya ajabu hata sasa, iko neema ya ajabu hata sasa. Unatakiwa upokee hizo nguvu hata sasa. Hizo nguvu unatakiwa uanze kuzipokea. Hiyo roho ya utambuzi, hiyo roho ya utambuzi, hiyo roho ya utambuzi, hiyo roho ya utambuzi inatakiwa ishuke juu yako sasa katika jina la Yesu. Toka katika hali ya kawaida, amisha mawazo yako, amisha mawazo yako. Mruhusu Roho Mtakatifu afungue hayo macho, afungue huo ufahamu. Kuna mambo yanaingilia kwenye familia yako, lakini kwa sababu huna roho ya utambuzi unachukulia kawaida. Kuna mambo yanaendelea kwenye ndoa yako, kwa sababu huna roho ya utambuzi unachukulia kawaida. Kuna mambo yanawatokea watoto wako, kuna mambo yanawatokea watoto wako, kuna mambo yanawatokea watoto wako, kuna mambo yanatokea kwenye familia yenu, lakini kwa sababu hakuna roho ya utambuzi, unaona ni jambo la kawaida, lakini kuna kitu kinaendelea. Pokea roho ya utambuzi, pokea roho ya kutambua, roho ya kuona. Pokea macho ya kiroho, pokea macho ya kiroho. Hayo macho yanafunguliwa. Yes, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Weka mkono wako kwenye macho, weka mkono wako kwenye macho kama contact, kama point of contact. Weka mkono wako kwenye macho kwa imani. Hayo macho yawe wazi, hayo macho ya kiroho, hayo macho ya kiroho, hayo macho ya kiroho. Adui anapokushika, adui anapokuvamia, jambo la kwanza ni kukutoboa macho. Jambo la kwanza ni kukutoboa macho. Kilimtokea Samsoni. Kwa jina la Yesu natamka macho ya rohoni yawe juu ya mtu huyo, aone, atambue, aone na kutambua. Ewe Bwana wangu, katika jina la Yesu. Imekuwa katika jina la Yesu. Imekuwa. My God. Oh my God. Oh my God. Anza kumshukuru sasa Bwana kwa ajili ya ibada ya leo. Anza kumshukuru sasa Bwana kwa ajili ya kuyarejesha na kukuwezesha maisha yako. Anza kumshukuru Roho Mtakatifu. Anza kumshukuru Bwana kwa kukuwezesha siku ya leo. Anza kumshukuru Bwana kwa upako. Mwambie Bwana, nakupa maombi yangu ya shukrani. Mshukuru Bwana kwa kila investment, kwa kila uwekezaji wa kiroho uliotokea kwako. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana kwa nguvu ya kiroho iliyoshuka juu yako. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mwambie Baba, asante kwa kuyawezesha maisha yangu, kwa kuiwezesha roho yangu na nafsi yangu. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana kwa kukuvika nguvu mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaenda kukamilisha maombi, tunakamilisha kwa shukrani. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, ili siku ya kesho tunaendelea, siku ya kesho tunaendelea. Mshukuru Bwana radadada katika jina la Yesu. Pokea shukrani, pokea shukrani, pokea shukrani, pokea shukrani Bwana, pokea shukrani Bwana, pokea shukrani Bwana. Pitiliza kwenye maombi ya shukrani, pitiliza kwenye maombi ya shukrani, pitiliza kwenye maombi ya shukrani kwa uwezesho, kwa uwezesho, kwa uwezesho wa kiroho. Pita kwenye maombi ya shukrani. Mshukuru Bwana kwa kurejesha neema yake katika madhaifu, kwa kukutia nguvu. Bwana, Bwana, kadiri unapoendelea kumshukuru Bwana, kuna maeneo mengine Bwana anakuwezesha. Kuna maeneo mengine Bwana anakuwezesha kiuchumi, Bwana anakuwezesha
kila maeneo, kimaarifa, kimaamuzi unawezeshwa. Unapoendelea kumshukuru Bwana unawezeshwa kibiashara, kwenye eneo la kazi, kwenye maeneo ya kazi unawezeshwa kwenye uchumi, unawezeshwa kwenye mikakati, unawezeshwa kwenye ndoa, unawezeshwa kwenye familia, unawezeshwa watoto wako wanawezeshwa unapoendelea kumshukuru Bwana. Ndugu zako wanawezeshwa unapoendelea kumshukuru Bwana kwa ajili ya ibada ya leo, kwa ajili ya siku ya leo ya mfungo, kwa ajili ya siku ya leo ya mfungo. Katika siku hizi 5 mwambie Baba, siku ya leo nakushukuru kwa neema yako mpya. Mshukuru Bwana katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana. Pokea shukurani za watu wako 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 Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea shukurani zetu Bwana madhabahuni pako. Tunakushukuru wewe Mungu. Madhabahuni pako Baba tunakushukuru Adonai. Madhabahuni pako tunakushukuru Yawe Mungu liye hai. Madhabahuni pako tunakushukuru Yawe Nisi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea shukurani. Pokea shukurani. Pokea shukurani katika jina la Yesu. 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 Asante Bwana. Wow.
katikati ya ghadhabu